kampeni kukamilika hapo jana, shughuli nzima na kurunzi yetu kuu inawaangazia ama inaviangazia vitengo muhimu vya serikali, kikiwemo kitengo cha usalama na vile tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC, ambayo tunatarajia kwamba katika mpangilio yake na vile utendaji wake maangazio yetu yatakuwa kabisa katika kuona ni vipi shughuli nzima inayotarajiwa mnamo Jumanne itakuwa ikifanyika. Lakini la muhimu ni kwamba tulipokuwa tukizungumza na baadhi ya wasimamizi ni kwamba kila kitu ambacho kimefanywa na utaratibu uliopo ni kuhakikisha kwamba upigaji kura katika eneo hili unaendelea kwa njia ya usalama. Kumbuka kaunti ya Uasin Gishu ni mojawapo ya kaunti zilizo yapitia magumu zaidi mnamo mwaka 2007 kufuatia machafuko yaliyokuwepo, na kwa hivyo wakuu wote wa serikali na vile vitengo vinavyosimamia shughuli ya upigaji kura vinahakikisha kwamba masuala kama haya yarejelewi tena. Na hata tuliweza kuzungumza na baadhi ya wakazi wa Eldoret na baadhi yao wapo hapa, na kwa hivyo tunataka tu tueleze ni vipi wamejiandaa kwa ajili ya uchaguzi huu na ni yapi wanatarajia. Karibu sana ndugu yangu kwenye KTN leo, tueleze ni vipi wamejiandaa na ni vipi siasa za mwaka huu. Kwa majina ni Wycliffe Kipchumba, mimi ni mkaaji wa Eldoret. Kwa uandalizi wa kupiga kura kwa mji wa Eldoret tumejiandaa kabisa, kila kitu kishwari. Tukiona utulifu mji wa Eldoret umetulia kabisa kutangia jana, ambapo siasa zilisimamishwa maalum. Kila mtu anafanya kazi akisubiri ili kuchagua viongozi ambao wanahitaji. Na ukilinganisha kampeni za mwaka huu na mwaka 2013, labda unaweza tueleza ni vipi tathmini yako? Haya, kwa kampeni ya mwaka huu na mwaka wa 2013 kuna tofauti kubwa kabisa, kwa kuwa kampeni ya wakati huu umechacha kabisa. Kuna mashindano baina ya magavana ambaye ni wa Jubilee Jackson Mandago na ambaye anajisimamia, huyo ni Bundotich Buseki, na kwa sehemu zingine kama ya ubunge tunaona ya kwamba pia kuna hali ya tunaona ya kuwa kuna siasa kabisa kwa mahali pengine hadi wakati huu haikusimama, inaendelea kabisa. Yeah. Naam, asante Subeida. Ni kwamba hapa matumaini ya wengi ni kwamba usalama, utulivu, amani, uridhiano na vile utangamano sawasawa utashuhudiwa katika uchaguzi ambao unatarajiwa mnamo Jumanne. Lakini la muhimu ni kwamba tumeelezewa na kamishna wa kaunti kwamba ifike hapo kesho asubuhi baada ya mkutano ambao unaendelea watakuwa wanatuarifu kabisa mikakati na mpangilio iliyopo ili kuweza kuona ni vipi kura zote au upigaji kura na mchakato mzima utaweza kuendeshwa pasi na kuwepo tatizo lolote. Na kwa sasa bado tunaendelea kufuatilia matukio na vile hali itakavyokuwa, lakini hadi kufikia sasa mji wa Eldoret umeweza kutulia na maeneo mengine, na kwa hivyo wakazi wa eneo hili wanatulia tu wakiweza kusubiri siku ya Jumanne watakapoelekea debeni ili kuwachagua viongozi wao. Zubeida. Naam, Shadrack, shukran sana. Tutakuwa tukiungana nawe baadaye uweze kutuarifu mengi zaidi kuhusu kinachoendelea katika maeneo hayo, kwa sababu nakumbuka ulikuwa ukizungumza pia na wale maafisa wa IEBC kuambatana na kauli iliyotolewa kuwa huenda wakakabiliwa na tatizo ya teknolojia ya mawasiliano. Utakuwa ukitueleza mengi zaidi baadaye, na pia tuko naye mgeni wetu Dismas Mukua ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Kabla hatujakuletea makala maalum, aweze kutudokezea swali moja au mawili tukitoka katika eneo la Uasin Gishu. Tunajua ni mojawapo ya ngome zile ambazo zinatajwa kuwa za Jubilee. Unadhani kwa kuangalia wale manaibu ama wagombea wenza wa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Raila Odinga, Uhuru Kenyatta na wale wengine, unaona wameweza kuchangia kwa vyovyote vile katika kuvutia kura zinazoweza kuwaelekeza katika uongozi? Ukiangalia kura za Uasin Gishu ni za muhimu sana, na yule gavana Mandago ndio yule mwenye anasimamia kiti ambaye amepata kupata kwamba kuna watu wawili wamesema apatiwe kura. Ile chama cha Jubilee, unakumbuka Rais Kenyatta alikuwa kule juzi na akasema kwamba angependa kila mtu ampigie bwana Mandago kura, na ana mpinzani mwingine mwenye anaitwa Buzeki ambaye kidogo alikuwa anataka apate, tuseme kwamba wale viongozi wa NASA kusema apigiwe kura, lakini wakati viongozi wa NASA walienda huko walisema pia Mandago apatiwe kura. Kwa hivyo kwa wale watu wanasimama viti kesho kutwa,
mwenye anapigiwa debe na bwana Raila Odinga na vile vile bwana Uhuru Muigai Kenyatta ni mmoja tu ambaye ni Mandago. Lakini ukiangalia kwa wale wagombea wenza, hapa ninamaanisha mgombea mwenza wa Uhuru Kenyatta ambaye ni William Ruto na mgombea mwenza wa Raila Odinga ambaye ni Kalonzo Musyoka. Je, wameweza kuuza sera za miungano yao jinsi ambavyo itawaletea ule uongozi katika kinyang'anyiro hiki cha uongozi? Je, umeridhika na jinsi wagombea wenza wamechangia katika kampeni hizi? Wamechangia vizuri sana. Kwanza ukimwangalia makamu wa rais bwana Ruto amefanya kazi mzuri sana. Maana unajua yeye anakaa kwamba kwa umri ukimwangalia na wale wengine umri wake ni mdogo kidogo. Alafu anajua kupeleka ule ujumbe, yani kusema kwamba ako very eloquent. Kwa hivyo amefanya kazi nyingi sana. Hata ukisema kwa ukweli kabisa kuliko hata Rais Kenyatta mwenyewe. Na unaona vile bwana Ruto amekuwa akifanya kazi, vile anaongea, vile anasema kwamba yule jamaa wa kitendawili, vile anasema my friend na kadhalika. Umeona hiyo ndio ile language yenye pia Uhuru Muigai Kenyatta ameanza kutumia. Ukiona hivi karibuni ni kama anaongea kama vile makamu wake anafanya kazi. Na upande wa pili ukimwona bwana Kalonzo Musyoka amefanya kazi mzuri sana. Manake pia yeye, unakumbuka Raila Odinga alikuwa anasema kwamba wakiweka debe tunaweka debe, wakihesabu tunahesabu. Pia ameanza kufanya kazi vile mkubwa wake anafanya. Na amekuwa akimsaidia sana bwana Raila Odinga. Lakini unajua sasa wale wenyewe ambao inafaa wao wakifanya kampeni wenyewe ni Rais Kenyatta na bwana Raila Odinga. Na tutakuwa tukirejea katika majadiliano haya ambapo pia muda usio mrefu tutakuwa tukiwasiliana kwa njia ya simu na mtaalamu wa mawasiliano na teknolojia ya mawasiliano aweze kutueleza mengi zaidi kuhusu athari za kile ambacho kimetangazwa na IEBC kuwa huenda wakakabiliwa na matatizo ya teknolojia ya mawasiliano. Je, hilo litakuwa na athari gani kwa wewe kama mpiga kura? Je, tofauti kati ya 2G, 3G, 4G, satellite, nini, yote hayo yamesemwa, lakini sasa nini kinachohitajika kwa wewe kutuma ujumbe? Atakuwa kitueleza mengi zaidi muda usio mrefu, lakini pia tumekuandalia makala maalum ambayo yatakuwa yakikujia hivi sasa. Kwanza kabisa tumeandaa makala maalum kumhusu naibu rais